Okay, na ingine swali la pili. Ndio. Nataka nikuulize. Ndio, uliza. Ukiona watu wengi wakienda kwa watumishi wa Mungu, ndio. Wewe tunaenda kupumzika. Ndio. Lakini unakutana wapumziki. Wewe kama mtumishi wa Mungu unaweza kuongelea aje kwa hili swali? Kwa ajili ya hili swali, acha niongee hivi. Ndio. Watu leo kugundua kama hapo tutapata msaada. Ndio. Na hapa tutapata msaada ni vigumu sana. Ndio. Sababu gani? Watu wa Mungu na watu wa giza wanafanana. Watu ambao ni wa nuru na wa giza hakuna utofauti. Utofauti iko ndani ya makutanio ya watu na huyo mtu ambaye anasumbuka. Ndio tofauti iko. Na utofauti iko namna gani? Ni hapo unapoona matokeo na matunda inayotoka ndani ya mtumishi. Sababu kuna matunda zingine tuko tunatoa ndani yetu sio za kimungu. Tunatoa matunda za kishetani. Unakutana Mkristo anakuja mbele yako. Wewe mtumishi unaanza kumtamani kufanya tendo la ndoa. Ndio. Hiyo ni hali ya kwanza. Inaonyesha kabisa wewe hauna Mungu. Kitu ya pili, mtu anakuwa shida yake juu ya ndoa yake. Wewe unakuwa wa kwanza kumtabiria kwamba achana na ile ndoa. Na ni kashida kadogo. Lakini wewe unasema achana ile ndoa. Kusudi wewe umkamate, ufanye bibi yako. Wengine wanakuwa kutafuta pesa. Ndio. Wewe kwanza unamwambia alete pesa. Mtu anatafuta pesa, wewe unatafuta umlombe pesa. Atatoa pesa wapi na anatafuta pesa kwa Mungu? Hiyo ni shida. Hiyo ni magumu makubwa sana. Watumishi wengi leo wametumwa kuzimu kukuja kubomoa jengo la ufalme wa Mungu. Na kukuja kuharibicha na kusambua misingi ya kiroho katika hatua za maombi na neno la Mungu. Maana wengi wamefanana. Wengi wamefanana. Wengi wana neno la Mungu. Wengi kabisa, wengine wamechanjwa hii maandiko ndani ya ulimi wao. Sababu wahubiri sana, wahubiri na mafuta sana, watu waheshimu, watu wakubali, wamechanja Biblia. Wengine wamechanjwa macho, wao na tabia. Wengine wamebeba ilizi kwa ajili ya miujiza. Wamekuwa Simoni mchawi. Amefanya mambo ya ajabu mwingine. Mambo ya ajabu sana. Lakini ilikuwa natoka kwa madawa na maarifa za kwake. Wengine wanatabiri si kutoka kwa Roho Mtakatifu. Ni tofauti sana. Watu watabiri na Roho wa Mungu kisha baadaye wafanye usherati. Roho wa Mungu haiko wapo. Maandiko yanasema inakaa sehemu patakatifu. Inakaa ndani ya mwili ambayo iliyo takatifu. Roho wa Mungu hawezi kutabiri sehemu inachafuka. Huyo sio Roho wa Mungu. Ni roho ya giza na kutabiri. Kitu kinanishangaza ni wengi nimeshakutana nao wanatabiri na majini. Naona majini na tabiri. Majini na tabiri. Nimekutana mama moja, huyo mama ni mchawi wa ajabu. Huyo mama anatabiri, huyo mama anafunga mafungu, lakini ni mchawi. Nilipokutana naye, Mungu akanifunulia bisi ni mchawi. Anatabiri, anafunga wengine watumishi, anafunga wachungaji. Mchungaji haongei tena juu yake. Hata kuongea kifika mbele huyo mama ananyamaza kima juu ya uchawi yake. Watu wanatafuta success. Nijulikane, nionekane. Anaruka etape. Lakini hivyo vyote ni vya ubatili mtupu. Sababu ufalme wa Mungu unatarajia na unakuja kwa ajili ya wale watakaoshinda ziki na tabu ya dunia hii. Na watakao kuvumilia. Mungu anajua wampendao. Na wanaompenda anawachua. Tena maandiko yanasema ya kwamba aseme sauti ya kondoo. Mchungaji anajua. Na mchungaji pia anajua sauti ya kondoo. Haleluya. Amen. Na pia Ezekiel akasema hivi. Mungu akaingia ndani ya nabii Ezekiel akamwambia tabiri wale wa pastor wanabii wanaonikusanyishia taifa lao wakiwazingira katika mambo mabaya. Nitakuja
kuwanyang'anya taifa lao na kupeleka katika zinzi lao. Maana Mungu anajua zinzi lililo kweli. Anaelewa sehemu pazuri, anaelewa sehemu anapofanyia kazi yeye Mungu. Nasema fanyia kazi anapajua. Na watu wenye wako katika sehemu wanafanyia kazi anawajua. Na anajua hata na watu ambao katika sehemu mbaya. Utumishi sio success. Utumishi ni impact ya Roho Mtakatifu ndani ya taifa. Ndio. Utumishi wa Mungu sio pesa. Utumishi sio mali. Utumishi sio gari. Utumishi sio uwanja. Utumishi sio kwenda Ulaya. Utumishi sio kuitwa sehemu mbalimbali. Sio utumishi. Utumishi ni nini? Ni kuimpact Roho wa Mungu, ni kuimpact uwezo wa Roho Mtakatifu ndani ya watu. Roho wa Mungu ambaye yuko ndani yako, uwezo wa Roho wa Mungu yuko ndani yako, unaimpact mbele ya watu. Hapo njoo kuonesha kama uko mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu leo, ukiitwa mtumishi wa Mungu, inabidi sasa uko na kia duze ile kanisa. Sasa kuanza kuhubiri njoo unaingia mkanisa. Maana wewe utabudi hapa tena Mungu. Na unajifanya Mungu. Hallelujah. Amen. Jamani, nimewahi ongea ya kwamba wengine wamechukua sifa za Mungu. Na hiyo sifa wanazozichukua Mungu atawadai. Na anapowadai kuna siku watalia na kusaga Mungu. Wengine juu ya pesa wamemwacha Mungu. Wengine juu ya mali wamemwacha Mungu. Wengine juu ya kujulikana, kutafuta kujulikana, wamemwacha Mungu, wameenda gusa madawa. Sasa watu leo wako na kutanana tu na watu shetani ameandaa. Sababu shetani amewafunga, tena anawakutanisha na watu ambao yeye ameandaa jua wafunge vizuri. Na mtu ambaye amefungwa ana matatizo, alikutanana na mtumishi wa Mungu wa kweli. Pale anapasha kupumzika. Lakini leo watu hawapumziki. Anachoka watu wanachoka. Shetani amefanya kazi. Shetani ametawala katika ufalme huu wa kiroho. Ameingia na ufalme wake wa giza. Na ametengeneza watumishi. Amebadilisha watumishi. Amenunua watumishi. Shetani amenunua watumishi. Amenunua watumishi kwa pesa, kwa heshima, kwa gharama yote. Shetani amenunua watumishi. Amewaonesha cheo. Amewaonesha mali. Amewaonesha success. Wameenda kwake. Amewanunua. Baada ya kuwanunua, wameanza kumtumikia shetani. Ndio ukiangalia mtumishi ambaye kweli ni mtumishi, lakini matendo machafu, huyo si mtumishi wa Mungu. Ukiangalia watumishi wengi kwa sasa hawana matunda za Roho Mtakatifu. Wagalatia inasema, Paulo anaambia Wagalatia, sura 2 nasema hivi, ya kwamba aseme matunda ya Roho Mtakatifu. Inapokuwa ndani yako, unapotumikishwa na Roho wa Mungu, lazima matunda ya Mungu ikuonekane iko. Lakini leo matunda ya Roho haionekani, lakini tunatumikishwa na Roho. Mambo mawili tofauti sana. Hallelujah. Amen. Kwa maana watu wa Mungu, nataka niambie taifa la Mungu. Taifa la Mungu, kila mtu achunguze sehemu anataka aenda kupumzikia. Unaweza ona sehemu unaenda kupumzikia kuna miba, usikae. Unaenda kumsikia sehemu ambao unaona kabisa kuna nguvu za Mungu, uende upumzike heko. Unapogundua kama huyu mtu angali naokoka, ende ingie ndani. Lakini watu wengi, maisha imetuchanganya, pesa zimetuchanganya. Tumekosa pesa, tumepata njaa, tumeshindwa kuvumilia ndani ya Kristo, lakini tumetafuta vya haraka. Watu wengi, kila mtu anasukumana na maisha. Amen. Amen. Komesa imeshindikana, tumeenda ndani ya kazi ya Mungu. Tumefanya watumishi. Na wengi wamefungua machumba za maombi hivi. Madhabahu ambazo Mungu hakuwaita na kuwaambia watafanya. Wameenda wamegusa dawa, wameenda ita mizimu yao, wametabiri. Unabii wengi leo sio Mungu anasema, lakini ni shetani ndio anaongea. Mama mmoja nimekutana naye wiki iliyopita. Huyo mama ni mchawi wa ajabu. Amefanya patana na nyoka. Lakini ni mtu wa kwanza anatabiri ndani ya maombi. Huyo mama anatabiri mpaka unaishi. Anakufariji. Mimi Mungu nakubariki na kuongeza mafuta. Kumbe ni shetani. Nimemgundua. Inasema Mungu rakosi kwa kunipatia nafasi ya kugundua siri kama hii. Maana
huyu mtu angeniteka nyara hapa hapa. Ndio maana inatubidi tuambie watu wakeshe sana kuomba. Na kila mtumishi wote wenye tabia mbaya waachane naye. Wenye nia mbaya waachane naye. Tatizo tuko nayo na Wakristo wenyewe wanapofika katika watumishi ambao hawalombi pesa, hawataikaa eko, watasema Mungu haiko. Na watu wengi wakifika kwenye watumishi waambiwa wafanye tendo la ndoa, hawazi kaa eko, watasema hapa hakuna Mungu. Pale ambapo wanafanya tendo la ndoa, wanaona pako Mungu. Pale ambapo wanalomba pesa, wanasema pako Mungu. Ndio shida tuko nayo. Kulikuwa wanaenda mtumishi wa Mungu unalipa kwanza, unalipa faktire kwanza ili kwanza muonane. Hiyo yote ni shida. Mbele ya Mungu ni shida. Amen. Amesema watu wote wakuje mbele zake wapate kupumzika. Hapana mambo ya pesa. Sio hospitali. Amen. Sio hospitali. Hatununui madawa, hatununui maserenge, hatununui mavitanda. Hatulipi nyumba ya kodi ya kufanyia huko operation. Ni Roho wa Mungu pekee yake anafanya kazi yake ndani ya taifa la Mungu. Lakini sio watumishi wa Mungu leo. Ni baadhi ya watumishi, percentage mingi ya watumishi. Wengine wanajana watu, wengine wana majina, wengine wana magari, wengine wanaenda Ulaya, wengine wako na ma-TV, wengine wako na ma-television, wengine wako na vitu vya kifahari, wana ma-TV ndani ya makanisa. Lakini wale wote ukichunguza wanatoka kuzimu. Malaika wa giza wamejifanya malaika wa nuru. Ndio maana tunataka kuhimiza watu waombe sana. Kujua ni nani wataenda mbele, kujua ni nani ambaye wataabudu, ni nani ambaye wataabudu pamoja, ni nani ambaye atawasaidia. Lakini nataka nilete shauri kila mtu ambaye atajua, mtu ambaye anayeombea ana tabia za ajabu. Ujue mtu ni shida. Na kuna wengine watumishi wanatumika na mizimu ya kwao ya babu zao. Wako na tabiri na mizimu ya babu yao. Baadaye wanasema ni Mungu ndiye ametabiri. Wanasema ni Roho ametabiri. Kumbe sio Mungu, sio Roho Mtakatifu, lakini ni mizimu ya kwao. Njoo iko na watabirisha. Njoo iko na wapatia ujumbe. Njoo iko na wafanya wanatabiri. Unafanya wanaombea watu. Lakini hiyo yote watu hawajui na waelewi mambo tuko ndani. Na ni magumu sana. Wengine wakubomoa madhabahu walioanza nayo kwa uzazi. Hiyo madhabahu, wengine wanaenda mhuduma, wako na usherati. Familia yao na usherati. Wengine wanaenda mhuduma, wako na uongo. Na jamaa yao na uongo. Wengine wanaenda mhuduma, wako na pepo ya kutofanikiwa. Hiyo yote ni makamba inatufunga. Tunatoka nayo kizazi kile. Tunachomoka nayo mhuduma yetu. Jedeo akamwambia bomoa madhabahu. Sisi hatukubomoa, tumeingia, tumeenda nayo. Ndio. Baada ya kwenda nayo inatuletea mtiazo mkazi ya Mungu. Na ndio tatizo kubwa tuko ndani. Watu wengi wanafungwa. Na watumishi wa Mungu nao wanafungwa. Wakati mjakazi asha kwa divorce 2 fois. Sasa nakuombea wewe. Wakuombea ndoa yako ipate amani. Hauwezi kupata amani. Hatutawezekana. Watumishi totana wako na bibi waine watatu, lakini kwa nakuombea wewe upate ndoa wala upate ndoa na mali yako. Bitawezekanaje? Yeye kwanza anafungwa na pepo ya poligami. Hata kuombea yeye upige poligami. Hatutawezekana. Hiyo ni shida. Wengine wanafungwa na pepo ya usherati, lakini wewe anakuambia kile nikuombee pepo ya usherati ikimbie. Yeye kwanza anafungwa na hiyo pepo, atakuombeaje pepo ya usherati? Watu wanachoka. Tatizo. Jamani, Mungu aendelee kuongoza kondoo zake katika malisho mazuri. Mungu apate kubariki. Amen. Asante sana pia mtumishi wa Mungu. Mungu azidi kubariki. Na jioni njema. Amen. Tutaonana baadaye.